Na mkuu wa jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro RPC na amefika hapa katika msiba huu wa kuhuzunisha. Labda Mheshimiwa RC tu tuambie kwa ufupi ulivyoifahamu familia hii kama mwanafamilia. Mimi naitwa Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Jeshi la Polisi Simon Maigwa, ni kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro, na niko hapa kumwakilisha Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Mheshimiwa Nurdin Babu, ambaye ni mwenyekiti wa usalama mkoa wa Kilimanjaro. Kwa majukumu alionayo ameniagiza nije kumwakilisha kutoa salamu za pole au za rambirambi katika familia ya Kaiser Shayo. Lakini binafsi ni declare interest. Kaiser Shayo ni rafiki yangu, ni mdogo wangu, tumeshirikiana sana katika mambo ya kujenga taifa. Kwa hiyo nimekuja nikiambatana na familia yangu, na hapa tupo na mheshimiwa mbunge naye amekuja kwenye huu msiba, lakini kikubwa tumekuja kuenzi na kumpa pole ndugu yetu. Sisi jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro tunahakikisha wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro mkoa huu uko salama, na tumeendelea kujipanga kwa kumwenzi kitendo cha hawa watoto kupotea au kufariki. Basi hakikisha kwamba tunadumisha amani katika mkoa wetu wa Kilimanjaro kwa sikukuu zinazokuja za Christmas na mwaka mpya. Kwa hiyo tuondolee hofu. Hili ndiyo namna ya kumwenzi watoto wetu ambao wametangulia mbele ya haki baada ya kupata ajali ya moto hapa nyumbani kwao. Mheshimiwa, kwa ufupi tu kiusalama, tukio kama hili, wewe kama kamanda wa jeshi la polisi mkoa huu, nini rai yako sasa kwa wananchi wote katika kujilinda na kujikinga na majanga makubwa kama haya? Rai yangu kama kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro kuhusu hizi ajali za moto ni kuchukua tahadhari na matumizi ya vyombo vya moto. Ukiangalia ni hitilafu ambayo imetokea. Kwa hiyo ni ushauri wangu kwamba ni vizuri tukawa tunafuata maelekezo yanayotolewa na fire brigade, namna ambavyo tunaweza tukahifadhi vitu vyetu ambavyo ni hatarishi, lakini kuchukua tahadhari kwa watoto wadogo kama wale. Ni vizuri kuacha kwenye uangalizi ambao pengine wangeweza kuokolewa kama mtu angekuwa jirani na hapo kwenye hiyo nyumba. Nashukuru sana mheshimiwa. Asante sana. Ni wake